Mheshimiwa Spika, kwa upande wa michezo, Tanzania imeendelea na maandalizi ya kuwa mwenyeji katika mashindano ya AFCON 2027. Maandalizi hayo yanahusisha ujenzi na ukarabati wa viwanja pamoja na miundombinu wezeshi, ikiwemo ujenzi wa uwanja wa Arusha na Dodoma, ambao uwanja wa Arusha umeshafikia 75%, ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao umeshafikia 95%, ujenzi wa uwanja wa Dodoma ambao umeshafikia 4%. Vilevile serikali imekamilisha ujenzi na ukarabati wa viwanja vya Meja Jenerali Isamuhyo Gymkhana Club na Shule ya Sheria ya Tanzania kwa ajili ya mazoezi. Aidha, serikali itaendelea na ujenzi wa viwanja vya Farasi Gymkhana Annex na Leaders Club. Mheshimiwa Spika, ninapenda kutumia fursa hii pia kulipongeza Shirikisho la Michezo la Mpira wa Miguu la Tanzania na uongozi wake chini ya Rais Karia kwa uongozi, uratibu na usimamizi mzuri wa mchezo huo hapa nchini. Aidha, niwapongeze wizara chini ya Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda na timu yote ya wizara. Kupitia uongozi huo, kwa mara ya kwanza Tanzania imefanikiwa kuingiza vilabu 4 pamoja katika hatua ya makundi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, na timu ya taifa imeweza kucheza 16 bora, ambapo ni hatua ambayo ni ya mfano kwa ukanda wa kwetu na kwa nchi yetu. Vilabu vilivyoingia klabu bingwa na shirikisho barani Afrika ni pamoja na klabu ya michezo ya Yanga, timu ya wananchi, klabu ya Yanga klabu ya michezo ya Simba wana wenyeji, klabu ya michezo ya Azam wana Lambalamba na klabu ya michezo ya Singida wana Kilemankundu. Ni dhahiri kuwa mafanikio katika michezo ya mpira wa miguu ni chachu ya kuchochea hamasa katika nyanja za michezo hapa nchini na Afrika. Nizipongeze klabu za Simba na Yanga kwa mafanikio Yanga na Simba kwa mafanikio makubwa ambayo zimefikia kuchora ramani ya mpira hapa nchini. Katika mwaka 2026-2027 ni dhahiri kwamba mafanikio katika michezo ya mpira wa miguu na michezo mingine kwa ujumla ni matokeo ya uwekezaji na hamasa iliyotolewa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mafanikio hayo sio tu yanaleta burudani kwa mashabiki bali yanatoa fursa ya ajira na uwekezaji kwa vijana. Mheshimiwa Rais alipoweka goli la mama ilichochea ushindani na hamasa kwa vilabu vyetu kupambana. Siku hizi timu zote barani Afrika ikiwemo kanda ya kaskazini na kusini kaskazini na magharibi ambazo zilikuwa tishio kwenye soka la Afrika, zinapokuja Tanzania zinajiuliza mara mbili kama zitatoka salama. Hiyo ni kutokana na kukua kwa soka la Tanzania. Serikali itaendelea kusimamia na kuratibu ushiriki wa Tanzania katika michezo ya kimataifa na maandalizi ya AFCON 2027 ili kuacha urithi endelevu wa michezo, ajira, utalii na heshima kwa taifa. Aidha, itaendelea kusimamia ushiriki wa wanafunzi katika michezo ili kuweza kuibua vipaji. Niwapongeze wawekezaji waliofanya uwekezaji mkubwa katika michezo, GSM kwa upande wa klabu ya Yanga, Azam Mzee Bakresa ambaye ameutambulisha mpira wa Tanzania, Mohamed Dewji kwa upande wa Simba na vilabu vya taasisi ambavyo na vyenyewe vimeendelea kufanya vizuri. Mheshimiwa Spika, ninapoelekea kumaliza